Pengine muhimu kulifahamu pia ni kwamba sehemu kubwa ya mifuko ya plastiki tunayotumia hapa nchini huwa inaingizwa kutoka nje. Maana ni kwamba takriban 80% ya mifuko hii ya plastiki huwa inaingizwa kutoka nje. Kwa maana kwamba 20% tu ya mifuko hiyo ndio huwa inazalishwa ndani ya nchi. Sasa hili lina tafsiri yake kiuchumi, hasa kufuatia katazo la uzalishaji na matumizi ya mifuko ya plastiki. Tunaposema kwamba 80% ya mifuko hii inaingizwa kutoka nje, maana yake ni kwamba uchumi wa mifuko ya plastiki unahusisha watu wachache, kwa sababu maana yake ni kwamba viwanda vingi na watu wengi wanaozalisha mifuko tunayotumia wako nje ya nchi. Lakini katazo letu la mifuko ya plastiki kitakapoanza kufanya kazi, maana yake utakuja sasa uchumi wa mifuko mbadala. Sasa tunapozungumzia uchumi wa mifuko mbadala, huu ni uchumi ambao kwa upande mmoja unahitaji mitambo na viwanda kuzalisha mifuko ya karatasi, kuzalisha malighafi za katani na pamba ili uweze kupata mifuko mbadala. Lakini kwa upande wa pili, tunapozungumzia mifuko mbadala, hii inaweza kutumia mikono au nyenzo rahisi kama cherehani. Mikono kutengeneza labda vikapu vya ukili, kutengeneza mifuko ya karatasi, unaweza kutumia cherehani kutengeneza mifuko ya nguo, na wote tunafahamu kwamba na mashahidi kwamba cherehani vimesambaa nchi nzima, vijijini na mijini. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba uchumi wa mifuko mbadala huu utagusa watu wengi zaidi, huu utawanufaisha watu wengi zaidi. Lakini si hilo tu, ni kwamba hawa wananchi wengi watapata fursa ya kujiongezea kipato, lakini wakati huo huo wakitoa mchango katika kuhifadhi mazingira au kwa maana nyingine katika kukuza uchumi wa kijani. Kwa hiyo ipo dhana pana au manufaa pana zaidi ya katazo hili la mifuko ya plastiki kiuchumi na kimazingira, na ninaomba hilo tulielewe. Moja ya changamoto kubwa ya mifuko ya plastiki ambayo pengine wengi wetu tunaifahamu ni kwamba mifuko hii huwa inadumu katika mazingira kwa muda mrefu. Tafiti zinatuonyesha kwamba mifuko hii huwa inadumu takriban miaka 500 hadi 1000. Maana mifuko hii huwa inadumu kwenye mazingira kwa karne kadhaa, sio miaka kadhaa, karne kadhaa, karne 5 hadi 10. Sasa hii tafsiri yake ni nini? Mifuko ya plastiki haijaanza kuzalishwa wala kutumiwa muda mrefu. Hii ni mifuko imeanza kuzalishwa na kutumiwa kwa wingi katika miaka ya 1970. Sasa kama mifuko inadumu kwa miaka 500 hadi 1000, tafsiri yake ni kwamba tangu mfuko wa kwanza ulipozalishwa na kuanza kutumiwa hadi leo upo kwenye mazingira katika sehemu moja au nyingine, katika namna moja ama nyingine. Maana yake ni kwamba mifuko yote ya plastiki ambayo imeanza kutumika hapa duniani hadi leo bado iko kwenye mazingira katika sehemu moja au nyingine. Sasa ujiulize, miaka 500 hadi 1000 ijayo itakuwa ni dunia ya namna gani? Tutakuwa na mazingira ya namna gani kwenye mito, bahari zetu? Kwa hilo ni vizuri tukaliona kwa upana zaidi. Sasa labda nijaribu kuwapitisha kuangalia baadhi ya athari za mifuko hii katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi. Labda sasa nianze kwa kuonyesha baadhi ya takwimu za
uzalishaji wa taka za plastiki. Hapa ninayo ramani ya Afrika ambayo inajaribu kuonyesha makisio ya kiwango cha uzalishaji wa taka za plastiki ikiwemo mifuko ya plastiki kwa nchi mbalimbali, na ukijaribu kuangalia kwa haraka utaona kwamba kwa Afrika nchi zinazozalisha taka za plastiki kwa wingi tuna Nigeria, Misri, Algeria, Morocco, Senegal, Ivory Coast, labda na Afrika Kusini. Kwa Tanzania, shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira inakadiria kwamba tunazalisha kiasi cha tani 350,000 za taka za plastiki, na sehemu au takriban asilimia 30 hadi 40 ya taka hizi za plastiki inajumuisha mifuko ya plastiki. Lakini cha kusikitisha zaidi ni kwamba shirika hili linakadiria kwamba takriban asilimia 84 ya matumizi yetu ya mifuko huwa inaishia kwenye mazingira. Zaidi ya asilimia 80 ya mifuko tunayotumia huwa inatupwa ovyo katika mazingira. Kwa hiyo ni moja ya changamoto kubwa ya mazingira inayotokana na mifuko plastiki hapa nchini. Matumizi ya mifuko ya plastiki yanaonyesha kwamba kipato kina uhusiano na wingi au ukubwa wa matumizi ya mifuko ya plastiki. Na kwa sasa tuko Tanzania takriban milioni 55 na wanaoishi mjini wako takriban zaidi ya 30%. Maana yake ni kwamba kwa kuwa hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa, ni kwamba tatizo hili limekuwa linakuwa siku hadi siku. Labda hapa nataka tukiangalia kwenye picha hii, sina hakika kama tunamtambua aliyetangulia hapo mwenye shati la draft. Huyo ni Profesa Mahmoud Dosia, wakati huo akiwa ni waziri mwenye dhamana ya mazingira, na hapa alikuwa anakagua dampo la muda la Mtoni Kijichi. Na pengine tunaweza kuangalia kwa chini hapa, unaweza ukaona, si kama inaonekana vizuri, lakini unaweza ukaona lundo kubwa la mifuko ya plastiki, na hiyo ilikuwa ni miaka 13 iliyopita. Kwa hiyo nataka uone kwamba hili si tatizo la kufirika, ni tatizo lipo na linakuwa siku hadi siku, na naamini wote ni mashahidi katika maeneo yetu mbalimbali tunayotoka. Sasa moja ya maeneo ambayo yanaathiriwa au yako kwenye hatari ya kuathiriwa na mifuko hii ya plastiki ni eneo la utalii na wanyamapori, kwa maana ya hifadhi zetu za taifa, hifadhi za misitu, ambako mifuko hii huwa inafika kwa njia mbalimbali. Inafika kwa kupeperushwa na upepo, inafika kwa shughuli za utalii na shughuli nyingi za kibinadamu, lakini pia inafika kupitia njia kuu zinazokatiza katika baadhi ya hifadhi hizi. Na hapa nimejaribu kuonyesha mfano mojawapo wa hifadhi ya taifa ya Mikumi. Wale ambao tunaifahamu, kuna barabara kuu kutoka Morogoro kwenda mkoani Iringa ambayo inapita katika hifadhi ya Mikumi, na pale pana kipande cha takriban kilomita 50 zinazokatiza ndani ya hifadhi hii ya Mikumi, na utafiti uliofanyika pale umeonyesha kwamba kiasi cha taka kinachotupwa na wasafiri wanaopita katika kipande hicho cha kilomita 50 ni takriban tani 4 kwa mwezi. Na sehemu ya taka hizo inajumuisha mifuko ya plastiki. Sasa taka hizi, moja, inaleta mandhari sio rafiki kwa utalii, lakini pia mifuko hii inahatarisha uhai wa wanyamapori wetu. Kwa hiyo hilo ni eneo moja ambalo liko kwenye hatari ya kuathirika au kuathiriwa na mifuko ya plastiki.
Eneo jingine ni mifugo, na pengine baadhi yetu tunaweza kufahamu kwamba ng'ombe, mbuzi huwa wana tabia ya kula mifuko ya plastiki. Kwa nini wanakula mifuko ya plastiki? Moja ni kwamba mifuko hii huwa ina ladha ya chumvi chumvi, kwa hiyo wanaipenda. Lakini wakati mwingine hii mifuko inaweza kama imebebea chakula au kitu chochote ambacho kina mvuto wa wanyama hawa, ambapo huwa inawapelekea kula mifuko hiyo. Na wanapokula mifuko hiyo huwa kuna madhara mengi ya kiafya. Inaweza ikaathiri ukuaji wao, inaweza ikaathiri utoaji wa maziwa, lakini mwisho inaweza kuleta vifo kwa mifugo hiyo. Na moja ya mfano hapa ni kutoka ranchi ya Kongwa ya Dodoma. Kwa wale wanaofahamu ranchi hii, kuna barabara kuu inatoka Dodoma kuja mjini Morogoro, inapita katika ranchi hii. Na kwa takwimu mwaka 2017-18 vilitokea vifo 153 vya ng'ombe kwa sababu mbalimbali. Vifo 153 vya ng'ombe kwa sababu mbalimbali. Lakini katikati ya vifo hivyo, vifo 56, takriban 37% ya vifo hivyo vilitokana na ng'ombe hao kula mifuko ya plastiki. Na chanzo cha mifuko hiyo ni barabara kuu inayopita kutoka Dodoma kwenda Morogoro. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba zipo athari si za kimazingira tu, lakini pia zipo athari za kiuchumi. Nadhani tunaliona. Eneo lingine ambalo pengine linazungumzwa sana ni bahari, na linapigiwa kelele sana katika ngazi ya kimataifa kutokana na ukweli kwamba asilimia kubwa ya taka hizi za plastiki, ikiwemo mifuko ya plastiki, huwa inaishia baharini. Wanakadiria kwamba asilimia 60 hadi 80 ya taka za plastiki, ikiwemo mifuko ya plastiki, huwa inaishia baharini. Shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira limebaini au linasisitiza kwamba zisipochukuliwa hatua za haraka hadi ifikapo mwaka 2050, huko baharini kutakuwa na takataka nyingi za plastiki kuliko samaki. Zisipochukuliwa hatua za haraka ifikapo mwaka 2050, takataka za plastiki zitakuwa nyingi kuliko samaki. Maana yake ni nini? Kwamba sasa tunapozungumza mfuko wa plastiki, tusiuone tu kama mfuko wa plastiki, bali tuone madhara mapana ambayo yanaweza kuletwa na mifuko hii na taka hizi za plastiki. Pengine tunayaona na tusiyoyaona, lakini angalau tuyaone na tuyaelewe. Lakini lingine ni kwamba mifuko hii na taka hizi za plastiki husababisha vifo vya viumbe baharini kama ambavyo inatokea kwenye mifugo, kasa, samaki, nyangumi. Na baadhi yetu tunaweza kuwa tumeona taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha, nadhani kuna nyangumi mmoja alifariki akakutwa na mifugo kama 80 tumboni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunapozungumzia mifuko ya plastiki, hili tulione kama ni janga kubwa, si jambo dogo kama tunaweza kudhani. Lakini lingine na pengine wengi wetu tunalifahamu ni kwamba mifuko hii huwa inaziba miundombinu ya maji ya mvua na maji taka, na nadhani wote ni mashahidi kwamba inaponyesha mvua miji yetu mingi huwa inafurika. Na kuna picha moja hapa, nadhani hii ni Dar es Salaam, sijui ni mwaka gani, lakini hapa walikuwa wanazibua mtaro, na unaweza kuona kwamba sehemu kubwa ya takataka walizozitoa ni mifuko ya plastiki. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mifuko hii inachangia katika kuleta mafuriko ambayo yanaweza kuleta hasara kwa miundombinu, mali na hata vifo vya wanyama na binadamu.
binadamu. Kwa hiyo hili si jambo dogo. Jingine ni kwamba kama nilivyosema, mifuko hii na taka za plastiki sehemu kubwa huwa inaishia kwenye mito yetu, maziwa, mabwawa na bahari. Na kwa taarifa tu, tunao mto Nile ambao chanzo chake ni ziwa Victoria, lakini takwimu zinaonyesha kwamba huu ni mto ni miongoni mwa mito 10 duniani inayosafirisha taka zinazosafisha kwa wingi taka za plastiki kuelekea baharini. Mto Nile ni miongoni mwa mito 10 duniani inayosafirisha taka za plastiki kwa wingi kuelekea baharini, na chanzo kikuu cha mto huu ni ziwa Victoria. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mifuko hii ina madhara makubwa katika maeneo mengi: mito, bahari, maziwa, mabwawa na kadhalika. Kwa hiyo si swala tu la mazingira, lakini pia ni swala la kiuchumi. Hapa nadhani kuna mazoea kuna mazoea fulani ya kutumia hii mifuko ya plastiki. Moja ni kuhifadhia vyakula, chipsi, ugali. Naona pale mama anafunga ugali kwenye mfuko wa plastiki. Sasa hili si jambo jema, kwa sababu lina madhara ya kiafya, hasa unapoweka chakula cha moto kwenye mifuko hii. Kuna viambata vya sumu vilivyopo kwenye mifuko hii ambavyo huwa vinafyonzwa kwenye chakula hicho, na viambata hivyo vinaweza kuleta madhara mbalimbali ya kiafya ikiwemo saratani na mengineyo. Lakini pia tuna mazoea ambayo na haya yote hapa sio matumizi mahususi ya mifuko hii. Tunaamua kubuni matumizi yetu ya mifuko hii, lakini matumizi haya si salama kwa afya. Kuhifadhi vyakula vya moto, kufurikia vyakula wakati wa kupika. Unajua kuna wengine wanapika wali, wanasema wanaiva vizuri, wanapika mihogo au mahindi mabichi, tuna tabia ya kufunika kwa mifuko ya plastiki. Ili alishauriwa. Lakini pia tuna tabia ya kutumia mifuko ya plastiki kuwasha majiko ya mkaa, majiko ya kuni. Sasa hii kuzalisha moshi ambao una madhara kwa afya. Kwa hiyo matumizi haya kwa kuwa si mahususi au mifuko hii haitengenezwa mahususi kwa shughuli hizi, tunashauriwa tusitumie katika maeneo haya kwa sababu ya madhara ya kiafya ambayo tunaweza kupata. Sasa labda tuangalie kidogo, sijui kama nimeeleweka hapa. Tuangalie juhudi za kimataifa katika kushughulikia swala hili. Kama nilivyosema, tunapozungumzia mifuko ya plastiki au taka za plastiki, hili ni janga la dunia, ni changamoto ya kimataifa, ni changamoto ya dunia. Na Baraza la Umoja wa Mataifa la Mazingira, ambacho ndio chombo kikuu cha maamuzi ya kisera kuhusu hifadhi ya mazingira duniani, kiliazimia kwamba uchafuzi unaotokana na taka za plastiki, ikiwemo mifuko ya plastiki, ni janga la dunia, ni changamoto ya dunia mwaka 2014. Kwa hiyo moja, tunapaswa kuelewa kwamba tunapozungumzia mifuko ya plastiki, hili si tatizo letu peke yetu. Hili ni tatizo la dunia, hii ni changamoto ya kimataifa. Tunayo maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo hutumika kuhamasisha nchi na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua katika kushughulikia changamoto za uwigo wa kimataifa au uwigo wa dunia. Na mwaka 2018 maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yalifanyika nchini India. Lakini
Cha kukiangalia hapa ni kwamba kauli mbiu ya maadhimisho haya ilikuwa ni tupambane na uchafuzi unaotokana na taka za plastiki. Maana yake ni kwamba taka la plastiki ni changamoto ya dunia, na hivyo kuhimiza nchi na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kukabiliana na taka hizi za plastiki. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, si jambo dogo. Ni changamoto ya dunia, ni tatizo la kimataifa, si la kwetu pekee yetu. Sasa kutokana na ukweli kwamba hii ni changamoto ya kidunia, ni tatizo la kimataifa, nchi zimekuwa zikichukua hatua mbalimbali kukabiliana na uchafuzi unaotokana na mifuko ya plastiki. Na kwa sasa hivi kitakwimu duniani ziko nchi 127 ambazo zimechukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na uchafuzi unaotokana na mifuko ya plastiki. Nchi 127. Hii ni zaidi ya nusu ya nchi zilizoko duniani. Zaidi ya nusu ya nchi zilizoko duniani zimeshachukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na mifuko ya plastiki. Sasa hatua hizi zinaweza kuwekwa katika makundi matatu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba zaidi ya nusu ya nchi duniani zimeshachukua hatua mbalimbali kukabiliana na tatizo la mifuko ya plastiki. Hatua zilizochukua zinawekwa kwenye makundi matatu. Hatua ya kwanza, zipo nchi ambazo zimepiga marufuku uzalishaji na matumizi ya mifuko ya plastiki. Na mifano rahisi ni majirani zetu wa Rwanda, Kenya na Zanzibar. Hawa ni kundi ambao wamepiga marufuku mifuko ya plastiki. Kundi la pili ni nchi ambazo zimeongeza kodi, zimeweka kiwango kikubwa cha kodi katika mifuko hii ya plastiki kwa lengo la kujaribu kushurutisha kupunguza matumizi ya mifuko hii. Hapa ziko nchi mbalimbali kutoka Afrika Kusini, zipo nchi ambazo zimefanikiwa kama Ireland katika kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki kupitia kuongeza kodi. Lakini kundi la tatu, zipo nchi ambazo zinaruhusu unene maalum wa mifuko, kwa maana kwamba wanaruhusu mifuko ambayo kidogo ni minene kwa lengo la kuhakikisha kwamba mifuko hii inaweza kutumika zaidi ya mara moja, lakini mifuko hii pia inaweza kurejelezwa katika kujaribu kupunguza wingi wa taka zinazochangiwa na mifuko hii. Kwa hiyo duniani zaidi ya nusu ya nchi zimechukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na mifuko ya plastiki. Na kwa nchi za Afrika takriban nchi 25 au nusu ya nchi za Afrika zimechukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na mifuko ya plastiki. Kwa hiyo si jambo dogo hili. Sasa labda tuangalie kwa kifupi hatua mbalimbali zilizochukuliwa kabla ya katazo. Kutokana na ukweli kwamba mifuko ya plastiki ni tatizo, ni changamoto ya kimazingira, kitaifa na kidunia, kwa takriban miaka 15 iliyopita tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali moja baada ya nyingine kujaribu kudhibiti changamoto hii ya mifuko ya plastiki. Pengine hapa nitataja tu baadhi ya hatua hizo. Moja ni mwaka 2006 ambapo tulitunga kanuni ambazo ziliruhusu mifuko yenye unene wa micron 30 ndio inaweza kutumika, na si chini ya hapa. Lakini moja changamoto ilikuwa ni kwamba ni vigumu kwa mtumiaji kutofautisha kwamba huu ni unene unaoruhusiwa mfuko na huu hauruhusiwi. Inakuwa sio rahisi kuitofautisha. Lakini pia serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara mwaka 2013 ilisitisha usajili
wa viwanda vipya vinavyozalisha mifuko ya plastiki. Lengo ni kujaribu kupunguza uzalishaji na matumizi ya mifuko hii, lakini pengine hatua hii nayo pia haikufanikiwa, kwa sababu kilichotokea ni kwamba mifuko mingi zaidi ilikuwa inaingizwa kupitia mipaka yetu kuliko inavyozalishwa hapa nchini. Mwaka 2015 tulifanya mapitio ya kanuni za awali za 2016 na kuongeza unene wa mifuko kwenda micron 50 kwa lengo la kufanya mifuko hii iweze kutumiwa zaidi ya mara moja, lakini pia iweze kurejelezwa. Wengi tutakumbuka mwaka 2017 mwezi Machi tulipiga marufuku matumizi ya vifungashio vya plastiki na kwa pombe kali maarufu kwa jina la dhoruba, kama sehemu ya juhudi za kukabiliana na uchafuzi wa taka za plastiki. Lakini pia kwa sababu serikali ilikuwa inanuia kupunguza na pengine kuondokana na mifuko hii, zilifanyika juhudi mbalimbali za kuhamasisha uzalishaji wa mifuko mbadala, na tulifanya mikutano na wazalishaji wa mifuko mbadala katika miji ya Dar es Salaam mwaka 2017, mwaka 2018 tulifanya pia Mwanza, na kwa kweli katika mikutano yote hii wadau walikuwa wanashinikiza, wanahimiza serikali ichukue hatua dhidi ya mifuko hii ya plastiki chini ya uratibu wa ofisi ya makamu wa rais. Kikosi kazi hiki kinajumuisha mamlaka nyingi, mamlaka pamoja na ndege, NEMKI, TAMISEMI, uhamiaji, polisi, na kikosi kazi hiki ndio kitovu cha usimamizi na uratibu wa hili zoezi zima la kupiga marufuku wa mifuko ya plastiki. Lakini pia zimeandaliwa kanuni kwa ajili ya kulifanya katazo hili liwe na nguvu ya kisheria, na muda si mrefu mtapitishwa mtapewa dondoo za kanuni hizo. Lakini pia tumekuwa tukitoa elimu kwa umma kupitia njia mbalimbali, TV, redio. Nadhani hata baadhi yenu mmepata ujumbe katika simu zenu kuhusiana na katazo hili, lakini pia tumekuwa tukitumia mitandao ya kijamii, na elimu hii imekuwa inatolewa na taasisi mbalimbali. Lakini pia tumekuwa tukiendesha mijadala na mikutano na wawekezaji wa mifuko mbadala katika kuhimiza kuongeza uzalishaji wa mifuko hii mbadala ili iweze kukidhi mahitaji pindi katazo hili litakapoanza kufanya kazi. Nadhani nifikia mwisho, na picha inaonekana hapo ni taswira ya Tanzania tunayoidhamiria. Tanzania tunayoidhamiria, ambapo tunaamini kwamba safari hiyo itaanza tarehe 1 Juni 2019. Safari ya kuifanya Tanzania kuwa bila mifuko ya plastiki. Ninaamini kwamba hilo linawezekana, na pasipo shaka hata nanyi wadau mnaliamini hilo, na ninawahimiza kwamba kila mtu atimize wajibu wake ili Tanzania bila mifuko ya plastiki ifanikiwe. Nashukuru sana.